Alhubbu qabla zawaj laysa dhanba, upendo kabla ya ndoa sio dhambi. Kwa kupitia upendo ndio wawili wanapooana. Lakini swali lilokuwa mbele yetu, ma hukmu tawasul qabla zawaj, ni nini hukumu ya kuwasiliana kabla ya ndoa? Haram, ni haramu. Mmoja huenda akauliza, kivipi haramu? Huyu nina malengo naye, atakuwa mume wangu, atakuwa mke wangu, na bali wengine hufikia kuitana mume na mke kabla hata ya ndoa. Hukumu yake iko pale pale, ni haram. Kwa nini haram? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, hawakukaa wawili faragha illa kana thalithuhuma shaitan, isipokuwa watatu atakuwa ni shaitani. Kuchati, kuzungumza, kupigiana video call, yote haya ni haramu kwa wale ambao hawajaoana, kwa sababu hukumu yake wako faragha. Hawa watazungumza mazungumzo ya kawaida, mwanzo ndiyo inavyokuwa, kwa heshima na ustaarabu na hofu na aibu na haya. Baada ya mazoea, kinachofuata baada ya mazungumzo mazuri yanageuka yanakuwa mabaya. Baada ya mazungumzo masafi yanageuka yanakuwa machafu. Baada ya kuzungumza ya dhahiri, sasa wanaanza kuzungumza ya siri, ya ndani. Baada ya kutumiana picha za kawaida, wanaanza kutumiana picha za aibu ambazo sio za heshima. Je, haijatosha haya yote kuonekana kuwa jambo hili ni haramu? Wanafurahi, wanapeana raha zilizotakiwa ziwepo baina ya mume na mke, wanapeana wao hali ya kuwa sio mume wala sio mke baina yao. Watakapowasiliana wawili kabla ya ndoa, baina ya mwanamke na mwanamume, wakawa wako faragha, wakikesha usiku, wakichati, wakizungumza, mambo mawili yatatokea. La kwanza, ima waoane baadaye, na pia kuna mtihani ndani yake. Raha ya ndoa ni shauku, ni hamu, ni kule kutaka kujua mambo mapya kwa mwenzako. Ikiwa tumekesha, ikiwa mtu kakesha na mwenzake miaka miwili, miaka mitatu, wanawasiliana, watakapoana kuna jipya gani? Kuna shauku gani? Kuna hamu gani tena? Mmemaliza mazungumzo, mshaoneshana kila kitu. Ndoa hii haitakuwa na raha. Baada ya mwezi miwili washachokana tayari. Lakini la pili, ikiwa hawatoana, na huu ni mtihani mkubwa zaidi, moyo wako umeufungamanisha na mtu, ukampenda, ukamuingiza moyoni, ukamjali, ukamthamini, alafu baada ya muda hamuoani, kila mmoja anachukua njia yake, maumivu ya ndani ya moyo. Vijana wanaumia sana. Hawa kila mmoja ataingia katika njia yake, na kila mmoja ataolewa na kuoa mwingine, na kila mmoja atamdhulumu mwenzake yule wa pili, kwa sababu mapenzi yake yalikuwa kwa mwingine. Maumivu atakayopitia katika sala hili ni zito. Vijana wanaumia. Mawasiliano haya ni haram, hayafai. Ikiwa umemwona binti umempenda, kijana mwenzangu umempenda binti, fata taratibu za dini yetu. Nenda kwa wazee wake, waambie unamtaka binti yao, jitambulishe kwao. Raha iliyoje ikiwa ndoa itafungwa, nyote wawili mna shauku na hamu, una maswali 50 kichwani watakomuulize mwenzako. Binti ana haya, ana aibu, ashindwa kukuangalia machoni. Raha iliyoje! Lakini kwa wale ambao tayari washateleza katika hili ni dhambi. Watakiwa ufanye toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na urejee kwake. Bila shaka atakurekebishia mambo yako na atakutilia baraka katika ndoa yako. Ya Rabbi, tujalie ndoa zetu zenye furaha na upendo na baraka ndani yake. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Umoja na mshikamano kwa mafanikio ya duniani na akhira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.